Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu wapenzi watazamaji wa Iqra Media, na kabisa katika kipindi chetu cha harakati zetu za kila siku na wamama wafanyabiashara vidogo vidogo, na leo hapa tumepata nafasi pia kuja kuwatembelea wamama wapika maandazi. Hapa tuko na wamama wawili na kila mmoja ataanza kujitambulisha, tujue kwa majina anaitwa nani, ili mradi muweze kujua pia na hawa wanapitia changamoto gani. Mama, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Naam, kwa majina anaitwa nani? Kwa majina naitwa Safi Twaha. Da Safi Twaha. Mama, jambo. Jambo sana. Kwa majina anaitwa nani? Kwa majina naitwa Nyota. Da Nyota pamoja na Safi Twaha. Naam, mimi leo nimekuja kutembeleeni tujue hizi harakati mnazozipitia, hizi kazi mnazozifanya. Labda hii kazi ya maandazi, kwa sasa una miaka mingapi unafanya hii kazi na uzoefu wako? Mimi na miaka 18 napiga ndazi. Miaka 18 kabisa natumika kazi ya ndazi. Na Mama Safi Twaha, pia hii kazi ya maandazi, labda uzoefu wa miaka mingapi? Miaka 3. Miaka 3 napika maandazi. Ndio. Piga maandazi. Na tuambie labda ni changamoto gani ambazo mnakuwa mnazipitia katika kazi yenu? Sasa vile difficulty. Maana difficulty ya nini? Ya unaona, huenda mafua, moto, sijui nini, madhara tu tuseme. Hii inatuomba tuko na kunywa maziwa, soja. Sasa ile uwezo wa kununua maziwa hakuna. Ndio tuko napiga tu vile na tukunywa. Siku tunabahatisha tunakunywa, siku hatupati tunaikala vipi. Na labda hii maandazi inasaidia nini wewe, na kusaidia nini katika maisha yako? Hii maandazi inanisaidia kulipa nyumba, kulisha watoto na vifaa fulani. Okay. Da Nyota, tuambie haya maandazi miaka 18. Mimi nikipiga hesabu kwa miaka yangu, yani hapo tutakuwa kwa miaka kama 5, ndio naanza kupiga maandazi mpaka sasa. Na mtuambie labda difficulty magumu ambayo mnaipata katika hii kazi, na hii kazi kwako inakufalia nini? Mimi kazi ya kupiga ndazi ni kazi nzuri kama Mungu anakuchunga kwayo. Juu kazi hii ya ndazi siwezi sema ni kazi mbaya kwangu, juu inanisomesha watoto primaire hadi sekondari. Inanijengea hata nyumba na kunikulisha. Lakini niko na makonsekansi hayo katikati ya kazi. Ndani ya kazi niko konsekansi zimwazimwe hivi. Hizo konsekansi ni zipi? Tunaona kama tunakaribia moto sana. Hiyo moto yote inatuletea maproblemu ya mingi mwili. Ya kwanza kukausha damu, ya pili kukausha maji, ya tatu roho inakuwa naenda haraka, unakuwa utazimia. Saa zimoja kwa unaikala unasikia roho inaanza piga haraka, unaanza tafuta maji ya baridi utumie saa. Na kama haukuwa tayari unajikuta hata unaanguka chini. Ndio konsekansi ya kazi ya mabenye. Na labda wewe, mtu akikwambia kama unaweza pata nyingine biashara tofauti na hii maandazi, unaweza ukaacha ama unaweza kuomba uongeze mtaji? Mimi naweza kaacha. Juu siku zinapita, nile mtaji ndio nakisha kosa, lakini naweza kaacha kabisa. Na Twaha, labda ni kitu gani labda unaweza kushauri watu wenye wanataka kujiunga hii kazi ya kupiga maandazi? Kwa sababu kuna watoto wengi, mabinti na wazee wengine wanataka kuingia katika hii biashara, lakini hatuwezi kuomba kweli tukafanya hivi. Unashauri nini wale watu ambao wanataka kuingia katika hii biashara ya kufanya maandazi na wajue njia gani watapitia? Hii biashara ni biashara vizuri. Sasa kama uko na pato unanunua saki, mafuta, sukari, vyote naweka mnyumba pale, utaona clear. Lakini ya kupimisha saki si mimi niko napimisha. Niko naona sasa toe mo kitu ngumu sana. Okay. Na ndugu wapenzi watazamaji, nikizani mnaelewa machangamoto ambazo wanazozipitia na experience kubwa sana. Hapa tuna miaka 3 na pia miaka 18. Yaani mtu unakaanga ndazi, watoto wanasoma, mambo mengine na maisha mengine yanaendelea. Sio vitu vyepesi sana. Lazima kwa support na kuwasaidia kile kidogo ambacho mtakachokuwa nacho kupitia Iqra Global.
huenda unaweza ukachangia chochote pale kwenye namba screen. Lakini ujue kwamba na wewe kama unataka kuanzisha biashara hii, umesikia mbinu za kufanya. Lazima uwe hivi na hivi, na ukasikia madhara pia jinsi alivyotuambia Danyota kutuonyesha kwanza madhara yake ni yapi na yapi. Lakini sisi kwa upande wetu wa kina mama, sisi Iqra leo tumekuja katika mradi wetu kidogo ile ambayo imepatikana kuweza kuja kama kununua hata kotiko moja ya mafuta. Najua itakuwa ina impact kubwa sana kwenu, na labda hizi hela kwa sababu ya kuangalia kama unaweza kununua at least mafuta ikusaidie katika leo kesho, labda wenye kututizama wanaweza kachangia vikubwa zaidi ya hivyo hapo. Labda kuna neno gani la kuwaambia wale? Nawapigia asante na wanisaidie, kama wataniunga mkono wanisaidie, waniunge mkono na Mungu atawabariki. Na labda biashara kuachana biashara mandazi, ni biashara gani ambayo nyingine unaweza penda kuifanya? Biashara viko nyingi. Naweza enda mpaka maendeleo na rangua samaki na mimi naushisha. Yote ni biashara. Nakushukuru. Nashukuru sana. Nawashukuru na nyinyi. Asante. Danyota, tunakuja pia kwako. Sisi tumesikia kama TV hatuna kitu, lakini maombi yenu ndio kitu kikubwa sana ambacho tunachohitaji kutoka kwenu. Hii ni hela ambayo unaweza kununua hata kotiko ya mafuta. Isaidie katika hizi harakati, at least iende mbele kidogo. Na labda unawaambia nini wale wenye kutufuata pale? Nami nashukuru kwanza kwa msaada wananipatia ya kuongeza tena kotiko moja mafuta juu. Kwa kweli kabisa kazi ina depense nyingi lakini faida kidogo. Nashukuru kabisa. Na mashauri kupatia wenye wanataka kwanza kupiga maandazi, mashauri madogo. Kupiga ndazi sio mbaya juu kama unazoea hautatafuta ile uchuuzi kuzidia ndazi, lakini iko na ile problem ya kukausha damu. Mimi naweza shauria kama watauzisha ndazi wasilee franka, wako na jigaramia nazo. Ya kwanza kuuza maziwa, ya pili wasije wanakunywa maji ya moto sana na vingine. Naam, asante sana ndugu penzi watazamaji wa Iqra Global Media. Ni hapa kabisa ambapo mmesikia na umepata experience nyingi sana ya baada ya kupata baadhi ya watu ambao wachuuzi wa biashara ndogo, na kama kuna chochote tuwasaidieni jamaa, na mmewaona, na sisi kazi yetu, jukumu letu na kuwafikishia kile ambacho mmetutuma kwacho. Niita Abubakar Kashindi Kamwanya, ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho wa makala haya ya harakati zetu za siku zote na wamama wafanyabiashara vidogo. Usisahau kushare, kulike, pia kusubscribe channel hii. Nyuma kamera ni Hadija Habibu ambaye tuko naye. Basi alamsiki kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu, kwa kuonana tena kitu hai insha Allah. Kutoka kona zote za dunia tunaeneza upendo na maarifa, hadithi na sauti za kweli.